Tumepata nafasi ya kuzungumza na Sheikh Abdurazak, tufahamu mengi kati ya yale ambayo ako nayo leo. Habari yako? Allah karibu. Poa. Nashukuru bwana. Sema winja. Ya nchi. Ndio. Kwanza hongereni, jambo ni kubwa, linafanya vizuri, namna ambavyo limekuja sio poa ndugu yangu. Jambo gani? Jambo ambalo liko mjini sasa hivi. Vipi? Kwako na timu yenu wote? Aha, jua kali Nashukuru bwana, tunafanya kazi nzuri, tunaendelea kupambana. Hivi wakati unapata calls ya kufanya kazi nimeona na current, ndio? Yeah. Ilikuwaje? Ilikuwa rahisi, ilikuwa ngumu na vitu kama hivyo? Ilikuwa rahisi kwa sababu mimi na Karen tunafahamiana. Niwakumbusha ama niwarudishe nyuma, Karen ndo mtu aliyesimamia shughuli ya mwanangu mwaka mmoja na nusu nyuma kwenye bidhaa zake zile za chakula. Shughuli yangu ilipambwa na mishkaki na nyama choma na vitu gani kutoka kwake pamoja na ndizi na nini. Kwa hiyo since then sisi tukawa tunawasiliana. Kwa hiyo hata lilipoibuka swala hili la kushuti filamu ambayo filamu historia yake imetokea kwa Wastara, mimi nilienda kumtembelea Wastara. Wastara kanielezea maisha yake. Kupitia maisha ya Wastara ndipo nikaona wazo la kushuti filamu. Kwa hiyo mimi na Karen ndo tukapata wazo la pamoja kutengeneza filamu inayomhusu maisha ya Wastara. Kwa hiyo hatukupata gumu sababu ni wazo letu fulani pamoja. Mwisho wa siku tukaamua kuinvest, tukaweka mpunga, tukaanza kushoot. Na by the way, kilichoonekana ni teaser. Filamu bado kabisa haijaguswa. Yaani yale yote ni maswali ambayo tumeweka YouTube, watu wajiulize ni nini, mbona sijaelewa hapa, ile sijaelewa nyingi ndio itakayowafanya watu baadaye wakae waangalie ili waelewe. Na ikitoka haitotoka vile YouTube, itakwenda Mlimani City, itakuwa premiere, itakuwa launching, yani itafanyika katika namna ambayo inastahili. You understand? So ni vitu vya namna hiyo. Okay, kwenye kuifanya kwa ukubwa kama ambavyo umesema hapo, ndipo ambapo likatokea wazo la Karen kuposti amepigwa na vitu kama hivyo. Na nataka pia kufahamu ni moja kati ya strategy ambazo mlizipanga au yeye aliona it's fine tuondoke nao tu binafsi? Sitaki kumuongelea, lakini industry ndio imewafikisha wasanii wengi kufanya hicho wanachokifanya sasa. Kila msanii haswa wa muziki hawatoi jambo lao mpaka watengeneze trending. Binadamu ana kawaida ya kuadapt. Yaani adapt maana yake Kiswahili hivi nini maana yake Kiswahili? Kuadapt. Yaani kucopy, yani kuiga. Binadamu ana kawaida ya kuiga. Tupo kwenye dunia ya almost miaka 10, wasanii hawaachi kitu mpaka watengeneze trending. Mpaka ikawa ishazoeleka. Kwa hiyo sitaki kumlaumu yote katika hili, lakini soko lenyewe ndio limepelekea wasanii leo hii hawafanyi kitu bila trending. Kwa hiyo mimi sikumshauri Karen wala hakushauriwa na mtu yote, isipokuwa mimi ninachoamini ni soko limewatengeneza wasanii wote sasa hizi kutengeneza trendings before kuachia kazi. Sasa kwa pamoja tujiulize, nani wa kulaumiwa? Ni soko, ni raia, ama ni biashara yenyewe ambayo sisi wasanii tunaiuza? Kwa sababu hapo kuna vitu vitatu. Kuna biashara ambayo sisi tunaiuza wasanii, either muziki ama movie. Kuna wasanii wenyewe, alafu na hao wanaotegemea kununua kazi zetu kwa maana ya jamii. Je, ni jamii haitaki kazi bila trending? Ama ni msanii anaona kazi ili iende lazima atoe trending? Ama ni soko? Jibu ni kwamba soko lenyewe halipokei kazi bila trending. Kwa sababu gani? Soko lina saizi linaangalia numbers. Ama uongo jamani? Soko linaangalia numbers. Yani numbers zikisoma ndo mpunga unavyopata. Kwa hili numbers ziwe nyingi, lazima utengeneze kitu cha kufanya watu wakufuatilie. You understand? Leo hii tuwe wawazi, tusimlaumu mtu yote hapa. Wala silaumiwe Karen. Leo hii kazi ingeachiwa bila hicho alichokifanya, viewers wangekuwa ngapi YouTube? Wazi, yani tuko wazi, ingekuwa ni less than the numbers ambazo hizo ziko pale. Lakini baada ya kuachia ile trending, sasa hizi everyone is there. Kwa hiyo sasa tusilaumiane, ni kila mtu abadilishe mfumo. Raia wasisubiri kazi bila trending, wapokee kazi za wasanii, na wasanii nao wawe wabunifu kiasi ambacho wasifanye watu waone bila trending atupokee kazi zao. So tumefika hapa kwa sababu soko limetufikisha hapa. Yep. Sawa, mimi nimekuelewa kwa namna ambavyo umejibu. Yep. Lakini hauhisi kama kuna namna tutawakosa watu when it's come to serious situation? Mfano leo tumekuja na hili, kesho akatokea mwingine akaja na lingine ambalo ni serious, lakini baadaye ikawa ni kwa sababu ya kazi. What if ikifika muda sasa
lile jambo limekupata kiuhalisia, then tukasema Sheikh Abdulrazak bana ana jambo lake wewe. Kumbe mwenzetu una changamoto huko. Mimi kwanza nashukuru Mungu sijawahi kufanya trending yoyote. Yaani mimi sio mtu wa dunia hizo. Kabisa. Isipokuwa huko nyuma kwa sababu ya maisha yangu fulani hivi alikuwa sitaki kurudia huko. Lakini since then mimi sijawahi kabisa na mtu wa vitu hivyo. Niwajibie watu ambao wanaishi katika mfumo huo. What if kuna siku watapata shida kweli? Chief, mimi nikwambia ukweli. Ukipata shida kweli, watu wa kwanza ni familia yako, watakao wakabili na watakaopokea jambo. Ikifika siku mmeona familia imepost kwa niaba ya muhusika, msaidieni huyo mtu asaidiwe. Ukiona ndugu zangu tunasikitika kutangaza mgonjwa fulani anaumwa, sisi kama familia hilo jambo la kuingiliwa. Lakini ili tusifike huko, mimi narudia pale pale, industry ama soko libadilishe mtazamo wa kupokea kazi. Hatutofika huko. Soko limetufikisha hapo. You understand? Yes, mimi haya ni majibu yangu. Okay, sawa. Lakini pia umezungumza hapa ya kwamba story imetokea kwa Wastara. Yep. Wastara ambaye pia hapa nyuma alihusishwa na story za mjini kwamba yuko kimahusiano na Dudubaya. Wewe ni rafiki yako. Pia tumekuona mara kadhaa ukienda pale kumtembelea kuzungumza naye. Ulipokuja kugundua kwamba naye pia ile situation haikuwa ya uhalisia, nini ulimwambia na ulifahamu before na wewe ulikuja kuona kama sisi ambao tuliona mitandao? Mimi swala la Wastara nimekuja kuliona mtandaoni. Sikuwa nalijua kabisa. Na leo hii ndo ameniambia ukweli kilichotokea. Atakuja mtamuuliza, atajibu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilivyoona najua industry ilivyo, kwa nilijua tu. Ndo yale ambayo ya kila siku sisi tunayazungumza. Chief, tutakwenda mbele turudi nyuma. Industry ibadilishe mfumo. Soko libadilishe mfumo. Kazi zipokelewe bila kutengeneza showbiz. Yote haya hayatakuwepo. Mfumo umetufikisha hapa. Yaani tutaongea jibu ni hilo moja. Mfumo umetufikisha hapa. Leo hii wasanii hawa wakubwa sasa majina yao sitaji, ili waachie ngoma, utaona tu kuna kiki lazima itatengenezwa tu. Sisi sio wa kwanza. Kwa nini leo hii iwe sisi makamera mengi? Mimi nafikiri kwa sababu nyie pia tasnia yenu haijazoea mambo hayo. Mmekuwa mkifanya hivi. Sio mimi sijaachia posti, mimi nimepigwa. You understand? Wameachia watu wengine ambao madhumuni sio mabaya kwa wao, ni soko ndo limewafikisha watu pale. Yani hapa mtamlaumu binti watu bure tu. Yani atalaumiwa bure, lakini ukweli ni kwamba soko lake la muziki ndo limefikisha biashara yake kuwa hapa. Sisi hatujawahi kuwa na hizo mbanga, lakini dunia yenu ya muziki ndio ina hizo mbanga. Ndio maana pia kama kuswitch kuleta sasa. Mungu tubariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mimi nitafanyaje? Kwa sababu soko lao ama soko la muziki ndio lina tatizo hilo. Hakuna muziki unaachiwa leo hii bila trending. Haupo. Na kwa nini? Jamii ndio inataka hivyo. Ili iweje? Numbers ziwe nyingi YouTube. Nani hataki numbers YouTube? Hakuna. Numbers ndio kuna hela. Kwa hiyo obviously lazima tutaandaa matukio ya kipumbavu ili tusemwe sana. Kesho tukiachia kazi zionekane. You understand? Kwa hiyo hapa wakulaumiwa sio Karen, wakulaumiwa sio nani. Wakulaumiwa ni soko lenyewe limetufikisha wasanii hapa. Kama binadamu wa kawaida, yakitokea au yameshatokea haya, as a human being, imekukata sana? Yapi sasa moja hapo? Hii ya kuset trend ili kazi toke. Linakata vibaya mno. Kwa sababu tunashushwa thamani. Biashara yote haitaki iwe na kubagain. Biashara inatakiwa iwe na thamani kabla kubagain. Yaani ukiwa na biashara yako ikija mezani, ukiona mna bagain, ujue biashara haina thamani. Biashara ambayo ina thamani, mtu anatoa mpunga na ichukua biashara yako. Sasa leo hii sisi tumekuwa wa kubagainiwa kila unachokifanya ndio upate mpunga. Na ili watu wasibagain, basi uwe na numbers nyingi ndio watakuchukua bila kubagain. Sasa nani hatotengeneza trending ili awe na numbers nyingi apate hela? Hayupo. Inakata kwa sisi ambao sasa hayo sio maisha yetu. Mimi ninajiamini na niheshimu. Leo hii nifanye trending labda nimevaa boxer ama nakunya njiani. Mimi na familia na mke na watoto, siwezi fanya hizo mbanga. You understand? Mimi nimeoa, mimi ni mtu na heshima zangu. Siwezi kufanya trending za kipumbavu design hizo. Na huko ndio hela ilipo. Kwa sasa tunafanyaje?
Matokeo yake sasa inabidi tukae tufanye hizo collaboration na wasanii wa muziki ili wao wafanye trending ili sisi. This is bad. Kwa hiyo mimi wito wangu na ombi langu, kwanza dunia ama Tanzania tuchukulianeni, ndio tulipofika hapo wote. Tusilaumiane. Wasanii wasilaumu raia wasilaumu wasanii. Tumefikishana hapo wote. Kwanza tusilaumiane. Pili, big dogs, mambo makubwa pale juu, big fishers, wakae wabadilishe mfumo ubadilike, biashara inunulike bila kutegemea trendings. Namba ziwepo kwa namna nyingine, tukae tubuni nzuri ya kutengeneza namna ya kumfanya msanii kazi yake ionekane sana, hela zipatikane bila kutengeneza trending. Inawezekana, kuna njia nyingi sana. Mimi ni mchanga kwenye hivi vitu, sitaki kufundisha watu wakubwa, wanafahamu. Kuna vitu vingi vikitokea, vikipatikana, vikitengenezwa, ni rahisi kuwa zaidi ya trending, na haya mambo yatakwisha. Lugha ya kiki inaanza kuwa ni lugha fulani ya wasanii, alafu inashusha thamani. You understand? Wakati kuna namna tukitengeneza premiums and all that, vitu vingeenda bila kuwa na hizo kick and all that. So yeah. Abdrazaki, umeongea vizuri sana hapo kuhusu soko, kwamba ndilo lililopelekea haya yanayoendelea sasa hivi. Dada yetu Shilole ameandika swala hili personal sana. Aliposti siku ya kwanza kwa kile ambacho alikiposti Karen, lakini leo amerudia pia kwamba kwa hiki kilichotokea ametoa uaminifu kabisa kwenye jambo lolote litakalomkuta Karen, kwa maana kwamba hatachukulia serious tena. Hebu zungumza na Shilole kwenye hili. Soko ndilo lililopelekea hiki, lakini inaonekana yeye mapokezi yamekuwa tofauti na amelichukua kiubinadamu zaidi kuliko hali iliyo. Shilole ni dada. Ana haki ya kufanya anachokifanya. Mimi binafsi niko upande wa Shilole. She's right. Ana haki kabisa kufanya anachofanya. Shilole ni sahihi kukemea, kulaumu na kuongea alichokisema. Shilole yuko sawa. Mimi my take kwenye hilo ni muombe Karen na Shilole wazungumze wenyewe, mtu na dada yake bas. Alafu wao watakavozungumza kule na kuamuliana, ije kauli moja. You understand? Na nilivyosikia ni kwamba tayari Karen ameshazungumza na Shilole, washazungumza, washaelewana, kuna vitu vinakaa sawa. Ila jibu langu la kupigiwa msari hapo juu, mimi namuunga mkono Shilole kama dada, kukemea na kusema kwamba hiyo hali sio sawa, kwa sababu inatengeneza taharuki na mwisho wa siku vitu vinaweza vikaa vya kweli alafu watu kahisi ni kiki. You understand? Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niombe Karen na Shilole, Karen anamtafuta Shilole dada yake, azungumze naye, waeleweshane, alafu mwisho wa siku wote ni wasanii, wote wanaimba, wanafahamu hivi vitu vilivyo. Sitaki kuwakumbusha kwamba soko ndio liko hivyo, wote wanafahamu. Kwa hiyo wakishazungumza kule, I think hivi vitu vitakuwa sawa. Sawa, umesema kazi bado haijatazamwa rasmi, ni teaser tu. Lakini kuna namna imestua mashabiki na watu ambao wanatamani sasa kuona full kile kilichofanyika kwenye hiyo story ya Wastara. Tutegemee nini, lini na namna ya kuililisi rasmi? Mungu akipenda mwezi wa 6 tunategemea kuiachia story kamili, na namna kuiachia utaratibu wote. Sasa mabosi zetu watakaa chini, wataamua kina Lamata na nani hao watakaa chini, watatushauri namna gani ya kufanya ili jambo liende mjini, lakini so far mategemeo rasmi ni tarehe 20 mwezi wa 6.